Halo, mambo vipi? Karibu tena katika mwendelezo wetu wa mafunzo ya HTML, na katika video hii tunakwenda kujifunza namna ya utengenezaji wa form kwa ajili ya tovuti. Kwa nini somo hili ni muhimu? Ni muhimu kwa sababu form katika tovuti zinatumika kama mlango wa kupokea taarifa za mtumiaji kupeleka kwenye database au katika server. Kwa hiyo tunaposema form, maana yake inakuwa ndani yake na input ambazo zinaruhusu mtumiaji kuingiza taarifa na kwenda katika server. Umuhimu wa form si kitu ambacho kinahitaji kusisitiza sana kwa web developer, kwa sababu natambua tumekuwa tukitumia katika web tofauti au katika app tofauti au mifumo tofauti, tunaingiza taarifa. Pale tunapoingiza taarifa tunakuwa ndani ya form. Twende kwenye text editor tuweze kuona namna gani tunatengeneza form. Kuna video iliyotangulia ambayo nilifundisha kuhusu input, kwa sababu sehemu kubwa ya form ni swala la input na nishafundisha huko nyuma. Kwa kuhusu muonekano ni swala lako binafsi. Kwa hiyo unachoenda kufanya, kitu cha kwanza ni kama vile tunafanya zoezi kwa vitendo, na ndio somo kitu muhimu zaidi. Kwa hiyo tutengeneze form. Mimi natumia kitu kinaitwa field set kwa sababu naipenda field set, ni rahisi na inaeleweka, lakini pia ina muonekano mzuri kwa mimi binafsi ninavyoona. Ndani ya field set huwa tunaweka legend, ni kama kawaida na ni utaratibu, inakwenda sambamba. Kwa hiyo nitaandika legend, sawa, na nikisave nikaenda nika refresh, utaweza kuona hapo tayari ishatokea. Na kwa sababu ya urefu wake hivi tuifanye iwe na upana unaotakiwa mzuri. Kwa hiyo nitaingia huko, nitaenda ku design, nitatengeneza field set. Ndani nitatengeneza upana wa 200 pixels tafaa, na nitatengeneza height ambayo itakuwa ni ya 100, tufanye labda na 90, itatufaa pia. Na baada ya hapo basi nikisave na nikai refresh, tutaweza kuona na upana ambao ni mzuri. Lakini kumbuka hapa kuna hatujaandika hii form ni ya namna gani, na hili eneo lilobaki hapa ni kwa sababu liko ndani ya legend. Kwa ndani ya legend inabidi tuandike ni aina gani ya form. Tuandike kwamba ni sign up form, sign up, na tuiandike kwamba ni form kwa ajili ya kujifunza form ili iweze kueleweka kwa wepesi. Kwa hiyo nikienda ka refresh, tutaweza kuona huko tayari sign up form. Ndani humu tutaenda kuweka input, lakini kabla ya kuweka input nataka tuweke div. Afu hiyo div nitaitengenezea muonekano mzuri, nitairemba ili iweze kuwa na muonekano mzuri. Kwa hiyo nitatengeneza div ndani yake, nitatengeneza div. Ndani ya hii div ndipo tutakapoingiza hizo input zetu. Ungeweza kuingiza input moja kwa moja, lakini kwa sababu ya muonekano mzuri mimi nimeanza na div. Kwa hiyo nitakwenda nitaidesign kwanza hii. Nataka ni design kwanza hii input, hii div, halafu ndio tuweze kuweka hizo input zetu. Kwa hiyo ndani humu mtasema upana wake niipe ngapi? Tuipe 195 pixels. Halafu tuipe height, ndio tuipe height ya 170. Tuipe background color, nadhani tuipe background color ambayo tuipe light blue. Tafaa, sawa. Lakini tunaweza tukaipa border tuipe border radius, ile mikunjo tunaweza tuipe 5 pixels, itakuwa inafaa. Lakini tunaweza tukafanya kitu kingine, tukaipa border ile mstari wa nje, tuipe border, tuseme tuipe 3 pixels solid, tuipe gray, itakuwa inatosha, sawa, sio mbaya, nadhani hii inatutosha kabisa. Kwa hiyo nikisave na nikaenda run, tunaweza tukapata, tuongeze labda margin, tuandike padding ni nafasi ile ya ndani itakayotengeneza. Sidhani kama padding inakubalika kwenye div. Tuone, nipe 4 pixels. Twende na tuweze kuona muonekano wa div yetu. Muonekano wa div yetu umeona imekuwa ndogo sana kwa sababu kuna sehemu tumefanya makosa. Kwanza hii border niipunguze ije kwenye 2. Urefu tulisahau kuweka pixels hapo. Tukisave na tukarun, tutaweza kuona muonekano wake itakuwa kama hivi, lakini imezidi. Kwa hiyo hii form ya nje nadhani tuiongeze ukubwa wake. Hii field set tuifanye kwamba itakuwa ni 90.
na tukirefresh, sawa, imekaa vizuri. Nadhani tungefanya ikawa 195. Yep, tukishafanya hivyo maana yake itatufaa. Baada ya kufanya humu ndani nitakwenda kuingiza hizo div zetu. Sawa, nitakwenda kuingiza input, sio div. Nitakwenda kuingiza input, lakini pia nadhani hii pixels nataka niondoe iwe moja. Haya, twende tukaweka input zetu. Kwa hiyo tutaingiza input humu ndani na tutamaliza utengenezaji. Kwa hiyo nitaanza input zenu zitakuwa ni kama 4 au 5. Nataka iwe ndogo imeweza kueleweka. Baada ya kufanya hivyo, ndani ya input nitaweka type kama tulivyojifunza huko nyuma katika input, na nitaipa placeholder. Placeholder inaturuhusu kuweza kuandika ujumbe ndani ya input. Kwa hiyo nitazicopy na nadhani ninge break line. Kwa nitakachokifanya hapa nitakuwa na hizi takuwa na input tofauti. Ya kwanza hii itakuwa kwa ajili ya name ya jina, lakini kwa type yake lazima iwe text, na humu ndani tutaandika labda write your name. Unaweza kaipa label, lakini nimesema andika write your name. Alafu hii ya pili nitatuipe kwamba itakuwa ni email. Lengo ni kujifunza, mtiririko utachagua wewe ambao unafaa mzuri. Kwa hiyo nitaandika hapa your email, na hapa chini itakachofuata nitaandika masuala ya gender, tutengeneze gender. Lakini hapa kwenye gender tutatumia radio, zile button, zile radio button, na hatutohitaji kuwa na placeholder kwenye radio, sawa, na zitakuwa katika mstari mmoja. Kwa hiyo nitaondoa hiyo ya pili. Kwa hiyo nitakachokifanya ni kwamba nitaipa name, name nitaipa kwamba itakuwa ni gender, na id pia nitaipa kwamba itakuwa ni gender, lakini value hapa nitaipa kwamba hii itakuwa ni Mary, sawa. Na bila kupoteza muda nitaicopy, nitaipaste hapa chini, lakini hii nitabadilisha itakuwa ni female. Kwa hiyo nitakuwa nazirudia ili kwamba iweze kuchagua moja, kwa sababu kama ID zinafanana au name zinafanana itachagua moja. Kwa baada ya kuisha tengeneza hivi, nitakwenda kutengeneza tarehe. Hii itakuwa kwa ajili ya tarehe ya kuzaliwa. Humu ndani nitatengeneza kitu kinaitwa, taandika date kwenye type, sitaipa placeholder. Takachofanya tu ni kwamba baada ya hii nita break line, lakini nitazipa label hizi ziweze kujulikana hizi radio. Kwa hiyo utatengeneza kitu kinaitwa label, nitai label, na hii ya kwanza nitaipa kwamba itakuwa kwa ajili ya Mary. Nita copy, na hapa chini mimi nitaweza kuipaste, nitaipa chika, nitasema female, sawa. Na kwenye hii tarehe pia nitaweza kupaste, taandika birth date, sawa. Baada ya kufanya hivi, nitakachokifanya ni kwamba nitakuja kwenye issue ya hapa ambapo itakuwa ni password, na nitaandika your password, write your pin, naweza nikaandika pin. Na hii ya mwisho nitakachokifanya hapa nitaweka button, na naweza nikasema submit. Ndani naweza nikaipa name, sawa, labda itakuwa ni submit. Kwa mfano labda kama ni PHP, lakini naweza nikaipa ID pia, labda kama nataka kutumia kwa ajili ya JavaScript naweza nikaita pia submit. Baada ya kufanya hivi, form yetu imekamilika. Ta save,
na baada ya kusave nita refresh, tutaweza kuona umndani. Kwa unaweza kuona hapa kuna jina, hapa kuna sehemu ya email, sawa. Inaweza ikawa labda naweza kusema ni Baraka, sawa, z@rirenze.co.tz. Nimechukua, nimekosea hapa. Hapa nitaandika email, hapa juu naweza nikaandika hapa Baraka Zacharia Mary. Kama itakuwa ni female utahamisha, unaona zinahama. Itakuja kwenye swala la tarehe, nitakuja nitachagua tarehe, sawa. Labda mwaka nitapanda juu kama kawaida, sawa. Kwa utaingiza tarehe ambayo unaitaka, kama utakuwa umezaliwa labda Julai 31 whatever, basi utaingiza pini zako humo kama kawaida, na hii itakuwa kwa ajili ya kusubmit. Kwa hiyo hivi ndivyo ambavyo kwa wepesi unaweza kutengeneza form kwa ajili ya tovuti. Kwa nini nimeirahisisha kiasi hiki? Lengo ni kwamba mtu aweze kuelewa kwa wepesi kabisa, Kwa mfano hapa labda naweza kaongeza kitu kimoja, naweza kusema labda nikaipa margin, naweza nikaipa 4 pixels, sawa. Hizi peane nafasi tuweze kuelewa zaidi, sawa. Kwa unaweza kuona kama hivi. Kwa hiyo muonekano ni swala lako wewe mwenyewe, unaweza kaongeza ukazitengenezea kona na vitu kama hivyo, hizi input kama vovote unavyotaka wewe. Unaweza kutengenezea background image vovote, unaweza kuwekea alama, sawa. Kwa hiyo ni swala lako wewe unavyotaka, kama unaweza kuweka file za attachment na vovote utakavyotaka wewe. Kwa hiyo kikubwa zaidi ni kwamba muonekano ni itategemeana na wewe. Kwa nini nimerahisisha hivi? Ni kwa sababu mimi tunafahamu wote kwamba unapompa mtu kanuni akaielewa kanuni, maana yake ataitumia katika vitu vingi zaidi. Ukimpa mtoto kanuni ya hesabu ya kuzidisha, kugawanya, akaielewa, maana yake atazidisha namba nyingi anavyotaka yeye. Na ndicho nilichokifanya hapa, kwamba nimekupa tu kanuni au mwongozo. Unatakiwa kuwa na input zako, na ukishakuwa nazo, maana yake ni kwamba ukubwa wake utategemea na wewe unavyotaka wewe. Ukitaka labda kuwa na namba ya simu na nini, swala lako wewe. Ukitaka kuwa na confirm ile labda ya password, itakuwa ni wewe. Kwa hiyo itakuwa ni swala lako wewe binafsi, ni kitu gani ambacho wewe unataka kiweze kufanyaje kuwa katika fomu yako. Kwa urefu, udogo, ukubwa unategemea na wewe unachokihitaji ni nini. Kikubwa zaidi ujue input kwa usahihi ni ipi inatakiwa kutumika, na unatakiwa kuziandika vipi hizo input. Kwa hiyo hivi ndivyo tunatakiwa. Kikubwa zaidi kufanya mazoezi na kuzitumia mara kwa mara, lakini sioni ugumu wote wa kitu kama hiki, kwa sababu HTML sio programming language, ni markup language ambayo inaeleweka kwa wepesi sana. Kwa hiyo ni sikuchosha kwa maneno mengi, nadhani imeeleweka. Kikubwa zaidi ni kuweza kufanya mazoezi, na tunasema kwamba experience is a good teacher, kwamba uzoefu ni mwalimu mzuri. Kwa kufanya mazoezi mara kwa mara uwe na uzoefu, na utaweza kuelewa kitu hiki vizuri. Na baada ya kusema hayo, ninaweza kusema sasa hivi ni kwamba asante kwa kutazama video hii yote. Nachoweza kuhimiza, usisahau kusubscribe, kuna ni kulike, kucomment na kushare, lakini pia tafadhali usisahau kusubscribe. Na baada ya kusema maneno hayo, ni kuombe tukutane katika video itakayofuata.